kuendelea leo. Nasoma ndani tu kwenye matini humo alafu tutaendelea mbele kwenye sehemu yetu tuliyokusudia. Pia akasema wala tasqutu min waraqatin, akasema pia na halianguki jani lolote, halianguki jani lolote illa ya'lamuha, isipokuwa analijua. Halianguki jani lolote isipokuwa analijua subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila kitu kimedhibitika katika elimu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anakijua kila kitu, anayejua dhati yake, anajua sifa zake, anajua matendo yake na kila alivyoviumba subhanahu. Elimu yake ni shamil likulli shay, elimu yake imekushanya kujua kila kitu. Akaendelea kutuambia pia wala habatin fi dhulumati al-ardh, wala punja katika viza vya ardhi, wala ratbin, wala kibichi, wala yabisin, wala kikavu, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kimo ndani ya kitabu chenye kuweka wazi. Kitabu mubin ni lauhil mahfuz. Kitabu mubin ni lauhil mahfuz, ambayo kama ambavyo tuliambizana ni jirbun kabirun fawqa as-samawati as-sab'a, fawqa as-samai as-sab'a, ni jumbile kubwa ambalo liko huko tunaambiwa kwenye mbingu ya saba. Kutiba ma kana wa ma yakunu ila yaum al-qiyama, ndani ya ubao huo lauhil mahfuz mumeandikwa kilichokushakuwa na kinachokuwa mpaka siku ya kiyama, jumlatan wa tafsilan, kwa ujumla na kwa upambanuzi, kwa ujumla na upambanuzi. Kwa vile ni jirmun kabir, usema pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameambiwa kwamba yaliyokuwa, yanayokuwa, kwa maana na yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama, mpaka siku ya kiyama. Baada ya siku ya kiyama kesi nyingine, kwa sababu kwa vile ni jumbile lenye haddi miqdari, bila shaka lina mwanzo na lina mwisho. Ukubwa wote utakaokuwa, viumbe vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kiwe na ukubwa kiasi gani, kina mwanzo na kina mwisho. Maana kina mwanzo, mwisho, kina urefu, kina upana, kina kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lauhil mahfuz sio kwamba ndio kiumbe kikubwa kushinda vyote, la. Kiumbe kikubwa kuliko vyote ni al-arsh. Sasa hiyo iko kwenye mbingu ya saba. Kameambiwa huko mmeandikwa yaliyokuwa, yanayokuwa na yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. Ya baada ya siku ya kiyama je? Kwa nini? Kwa sababu hili ni jumbile lenye size, na mambo yanayokuja baada ya kiyama yana mwanzo, hayana mwisho. Yataingia wapi sasa? Sisi nitafahamika kidogo kidhibiti cha kuweza kudhibitika ya dunia, kwa sababu dunia ina mwanzo na ina mwisho. Tafika siku sote tutaondoka kwa ujumla wetu, tutaanza maisha mengine mapya yenye mwanzo yasiyokuwa na mwisho. Na jumbile la lauhil mahfudh lina mwanzo na mwisho kwa saizi hiyo aliyoumba Mungu. Kwa hivyo kama yataandikwa ya peponi yaliyokuwa ambayo yana mwanzo na yana mwisho, ataingia vipi sasa? Nitakuona mfahamika kidogo. Kwa hivyo hilo ni jumbile kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka huko juu, na limeandikwa kila kitu kinachotokea duniani kwa ujumla wake na kwa upambanuzi wake Subhanahu wa Ta'ala, na sio kiumbe